Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kamili kuhusiana na mambo mazito ambayo yameibuka hivi karibuni. Bwana, hizi ni habari kutoka moja kwa moja Marekani, kutoka The Recording Academy, ambapo habari hizi bwana zinamhusu Harmonize, AY na Phil Q. So moja kwa moja kama unavyoelewa ni kwamba kibongo bongo bwana, hili jambo halijawahi kutokea huko zamani, lakini tunafahamu kwamba vitu kama hivi huwa vinatokea kwa wasanii kutoka Nigeria tu kwa upande wa hili bara la Afrika, lakini this time around bwana imekuwa ni kama vile bahati nzuri, imekuwa kama ngekewa kwa Watanzania pia vile vile kupata opportunity ya hili jambo kutokea hapa Tanzania kwa wasanii wetu wa nyumbani. Kama unavyofahamu kwamba kuna tunzo nyingi sana duniani, lakini tunzo ambazo zina heshima au tunzo ambazo ni kubwa zaidi worldwide ni tunzo chache sana. Kama vile tunafahamu kwamba kuna BET Awards, kuna MTV Base, lakini pia vile vile at the same time ukiachana hizo tunzo nyingine za iHeartRadio, Billboard na nini, tunzo kubwa zaidi ni tunzo za Grammy. Maana unafahamu kabisa kwamba huko mitandaoni bwana, watu wengi sana uwaga wanazungumza kwamba kumekuwepo na janja nyingi, kumekuwepo kuna sehemu mbalimbali ambazo zimekuwa wanazungumzia swala la kwamba tunzo nyingi ni za janja watu wananunua, lakini tunzo za Grammy hazijawahi kupata shutuma za namna hiyo hata mara moja. So tunzo za Grammy bwana tayari wameshaanza kufanya submission ya baadhi ya kazi, lakini kwa upande wa Tanzania hapa tunakumbuka kwamba mwaka jana Diamond Platnumz alijaribu kufanya submission ya baadhi ya kazi zake kwa ajili ya kuwa considered kwa ajili ya Grammy consideration, lakini mambo hayakuwa mazuri. Lakini this time around bwana ni kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao wamepata hiyo fursa, na imekuwa ni moja kati ya habari kubwa sana na zilizowafurahisha wadau wengi kutokana na hii situation ambayo imetokea. Ni kwamba ukipita katika mitandao ya kijamii, page mbalimbali zimekuja kuripoti baadhi ya wasanii ambao wamekuwa recognized au wamekuwa mentioned kutokana na kile ambacho wamekifanya baada ya kufanya submission ya Grammy katika tunzo za Grammy za mwaka huu hapa 2025. Basi moja kwa moja mambo yanaenda vizuri. Hapa kuna page imeandika kwamba bwana mkali wa Bongo Flava AY Tanzania amewafahamisha mashabiki zake kuwa ameshawasilisha kazi zake 2 kwenye kamati ya tunzo za Grammy kwa ajili ya kuwania tunzo hizo kubwa, na sasa hivi ni kwamba Grammy wamethibitisha kupokea maingizo hayo ya hizo kazi 2. Lakini pia vile vile ni kwamba ngoma hizo 2 ambazo AY ameziwasilisha ni pamoja na ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Wanganeka, ambayo alimshirikisha msanii anayefahamika kwa jina la Kanjiba, pamoja na Simuoni aliyomshirikisha Harmonize Konde Boy. Kutokana na hatua hiyo ambayo ni kubwa, sio kwake tu peke yake bali pia vile vile kwa msanii Harmonize, na sio kwake yeye peke yake na msanii Harmonize bali kwa Bongo Flava na tasnia nzima ya muziki hapa Tanzania. Baada ya hatua hiyo ambayo Harmonize ameifanya, amewaomba Watanzania wamkumbuke kwenye maombi na support ili nyimbo hizo 2 ziweze kuingia kwenye nominations rasmi, katika hatua ambayo itaendelea kutunza na kuukuza na kuutangaza muziki wetu kimataifa. So hapa bwana ni kwamba Harmonize mwenyewe pia ameposti, AY naye pia ameposti. AY yeye kwa upande wa ukurasa wake wa Instagram, baada ya kupokea hizo habari bwana, akaweka hapa ujumbe ambao unasomeka kwamba officially Grammy has approved 2 of my entries for consideration for nomination. Yani kwamba it's official kwamba Grammy tayari wameshapokea maombi yake 2 katika nyimbo zake hizo 2. Akaendelea kusema kwamba this is huge, yani hii ni kubwa, not just for me and Harmonize but for Bongo Flava and the entire industry. Yani sio ukubwa kwa ajili yangu mimi na Harmonize, hapana, lakini kwa Bongo Flava na industry nzima ya muziki.
hizi project hazina global producers wala artist, but pure bongo flavor and our neighbor countries. Akiona maanisha kwamba hizo record mbili bwana hazijafanywa na maproducer wakubwa duniani. Wote waliofanya hizo kazi ni wasanii na maproducer kutoka hapa Tanzania na majirani zetu. Akaendelea kusema kwamba shukrani za dhati kwenda Tashtam, your selfness is helping with submission and taking your time is appreciated. Ameshukuru hapa AY ameshukuru baadhi ya wadau ambao wamempa support na kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa. Akaendelea kusema kwamba you genuinely want to see our industry grow. Amemshukuru pia meneja wa Harmonize ambaye inaonyesha wazi kabisa kwamba yuko na dhamira ya kuhakikisha kwamba tasnia yetu inazidi kwenda mbali, lakini pia vile maombi na support zenu tukiingia kwenye nominations rasmi wa Tanzania tu supportiane ili ushindi ukija ni wetu sote. Ameandika hivyo huyo si mwingine bali ni AY. Pia vile amewapa shout out Grammy wenyewe, Academy Recording Academy, alafu akampa shout out Kasampaida, akampa shout out Aba Process ambaye ni producer, akampa shout out G-Boy, akampa shout out na watu wengine kibao ambao wameshirikiana nao ndani. Lakini pia kwa upande wa Harmonize ambaye tunafahamu kwamba katika ngoma hizo mojawapo bwana ni ngoma ambayo amemshirikisha Harmonize. Harmonize naye pia amepost hiyo katika ukurasa wake wa Instagram, kisha akaandika kwamba it might not be today or tomorrow, but we are almost there. Let's keep pushing. Let's go. Let's talk more music, more love. Love this era. Alafu akamalizia pale kwa kumtag AY Recording Academy na Aba Process mwenyewe ambaye ni producer wa hiyo ngoma. Kwa hiyo it's official, AY bwana ameingiza ngoma mbili Grammy kwa ajili ya consideration, lakini pia mojawapo katika hizo mbili ni nyimbo ambayo ameshirikiana na Harmonize Konde Boy. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vile tunafahamu wasanii wengine mbalimbali nao pia wamekuja kuzungumza jambo kufuatia hiki ambacho kimetokea, kama vile Fid Q. Ambapo Fid Q naye pia bwana amepata hiyo fursa, na yeye bwana kuna ngoma yake bwana ambayo ameshirikiana na kina Jose Chameleone na yenyewe pia imekuwa accepted kwa ajili ya Grammy consideration. Ambapo Fid Q ameandika kwamba I'm proud to share that our song Glory featuring Damian Soul and Jose Chameleone has officially been approved and considered for the Grammy 68 award. Akiona maanisha kwamba bwana anashukuru kuona kwamba wimbo wake ambao unakwenda kwa jina la Glory 2 ambao amemshirikisha Damian Soul pamoja na Jose Chameleone umekuwa accepted kwa ajili ya kuwa considered katika tunzo za Grammy, tunzo za 68 za Grammy nomination. This is not my win, it's ours, from Tanzania to Uganda to the world. Akiona maanisha kwamba bwana huu sio ushindi wake tu bali ni wa Tanzania au wa kwetu sote, kutoka Tanzania mpaka Uganda mpaka duniani kote kwa ujumla. Fid Q hapa katoa shout out kwa baadhi ya wadau ambao wamesupport au kufanikisha mchongo huo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo ukiwa kama mdau na pia hebu weka maoni yako katika comment section kuhusiana na jambo hilo. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.